Naam, moja kati ya kitu ambacho pengine Yanga kinawapa thamani kubwa sana na kinawalipa kwa hivi sasa ni nidhamu ya kuendelea kuwavumilia baadhi ya wachezaji ambao kwa wakati fulani huwa wanaonekana katika macho ya watu ni kama wachezaji ambao performance zao zimeshuka sana, lakini wameendelea kuwapa support, wameendelea kuwapa matumaini ya kwamba kuna nyakati zitafika watafanya vizuri sana. Sasa kitu ambacho nilitaka watu wengi wakifahamu ni kwamba wakati mwalimu Romain Folz anaondoka, ameiacha timu ambayo haina muunganiko, timu ambayo haieleweki namna ambavyo inacheza, na yote ni kutokana na pengine formations alizokuwa nazo yeye, mbinu alizokuwa nazo zilikuwa si mbinu sahihi kwa wachezaji wale, ama pengine hana ile quality kabisa ya ukocha ambao unawezesha wachezaji fulani watengeneze kuwa timu imara. Sasa kitu ambacho pengine wengi hawajakitambua, ama kama wamekitambua basi inabidi wampe kongole mwalimu mpya wa klabu ya Yanga Pedro Goncalves, ni pamoja na mbinu zilizo bora zaidi, kwa sababu wachezaji wale wale ambao kwa kipindi cha nyuma hawakuonekana kama ni wachezaji bora ambao walikuwa wanaunda timu ambayo haina muunganiko, timu ambayo haichezi vizuri, ndio hao ambao kwa sasa wanaonyesha kwamba wapo katika timu bora, timu yenye muunganiko, yenye kikosi imara sana. Na hii ni kwa sababu ya baadhi ya wachezaji kuendelea kupewa nafasi na matumaini licha ya kuonesha viwango hafifu, lakini pia ubora wa mwalimu Pedro Goncalves unaonesha ni namna gani timu inazidi kuboreka, kwa sababu ukiangalia kikosi ama wachezaji wale ambao walikuwa kipindi cha mwalimu Romain Folz ndio hawa walikuwa kipindi cha Pedro Goncalves, lakini unaona kuna utofauti mkubwa sana kuanzia namna timu kama timu inavyocheza, lakini pia ukiangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja unaona kuna utofauti mkubwa sana. Kuna kitu ambacho mwalimu Pedro amekiongeza na kinawapa matumaini wachezaji, lakini pia kinaonesha kwamba kinaleta chachu ya kufanya vizuri zaidi. Lakini licha ya hapo pia tunaweza tukasema kwamba viongozi wa Yanga wako makini sana. Mfano mtu kama Prince Dube kwa muda wote ambao ameonyesha kiwango cha chini sana, kiwango ambacho kila mmoja pengine hakuridhika nacho, hawakuchoka kumpa support, hawakuchoka kumpa counseling na kumwambia kwamba ipo siku atarejea katika performance yake ile ambayo wananchi wamekuwa wakitumainia, na jana ndiye anakwenda kuinyanyua Young Africans kwa goli la pekee la kuwawezesha kupata alama 3. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba si tu viongozi wa mpira bali ni viongozi ambao wamekuwa ni kama wazazi, kama walezi wa kuwalea vijana wao katika kuhakikisha kwamba wanawapa support katika nyakati ngumu ili waweze kujitengeneza na kuwa bora zaidi kadri ya siku zinavyozidi. Sasa hilo ndilo nitaka nikujuze, na ndio maana tunasema kwamba viongozi wa Simba Sports Club pengine wanatakiwa waige ama waone mfano bora kutoka kwa viongozi wa Young Africans katika namna ambavyo wasapoti vijana wao, lakini katika namna ambavyo waonesha ni nini cha kufanya, lakini pia katika kuchagua walimu ambao wanaweza kutengeneza timu katika ubora mkubwa zaidi. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section, usahau subscribe, like na comment.